Jeshi la polisi limethibitisha Tito amefikishwa hospitali ya Mirembe kutokana na kukabiliwa na ugonjwa wa akili, na kwa sasa wataendelea kumshikilia kwa usalama wake hadi upelelezi utakapokamilika na kufikishwa mahakamani. Allen Silvery anatueleza zaidi. Hajakusajiliwa wala dini yake haipo, kwa anatoa uchochezi kuumiza dini za watu wengine. Onesimo Machibia maarufu kama Nabii Tito anashikiliwa na polisi kwa tuhuma za kueneza chuki za kidini dhidi ya watu wengine kinyume na kifungu cha sheria namba 129. Kamishina msaidizi mwandamizi wa polisi Jire Simroto amesema mtuhumiwa huyo amefanya kosa la kijinai na atafikishwa mahakamani mara baada ya uchunguzi kukamilika. Mtu huyu ameonekana akirusha vipande vya matangazo ya video na picha vyenye maudhui ya kukashifu dini nyingine na kuleta chuki dhidi ya watu wengine, na amekuwa akirusha kwenye mitandao ya kijamii na kusambaza vipeperushi hivyo mbalimbali kwenye maeneo ya starehe, akitangaza dini inayokiuka maadili ya nchi au kwa kufanya hadharani na kufanya vitendo ambavyo havifai, akitumia kitabu cha Biblia ambacho hafungamani nacho. Sisi tumeona kwamba tafasiri ambazo amekuwa akizitoa zilikuwa za upotoshaji, na amekuwa akifanya vitendo vya udhalilishaji hadharani kwa kuchochea maovu katika jamii. Katika hatua nyingine, ACP Mroto amesema uchunguzi wa awali umeonyesha kuwa mtuhumiwa huyo aliwahi kulazwa na kutibiwa ugonjwa wa akili. Baada ya kumfikisha pale hospitali ya Mirembe, alionwa na Dr. Philip, na daktari aliweza kusema kwamba ana matatizo ya ugonjwa wa akili. Lakini sasa kufuatia vitendo anavyokuwa akivifanya mshtakiwa huyu, ambao tunayesema ni mgonjwa lakini tunamhesabu kama mshtakiwa, vinaonekana vinafanya na mtu mzima mwenye akili. Aidha tunachunguza kama anajisingizia, lakini taarifa za daktari zinatuambia ni mgonjwa wa akili, kwa sababu anafanya vitu vinavyofanana na mtu mwenye akili. Mapema waziri wa mambo ya ndani ya nchi Dr. Mwigulu Nchemba aliagiza kukamatwa na kupimwa akili kwa Nabii Tito, na iwapo atakutwa yupo sawasawa afikishwe katika vyombo vya sheria. Katika maandiko yao yote wanaamini hakuna kuwepo na kanisa liko kama baa, kwamba mnapoingia hivi mmejaa kama baa ama kama dangulo, alafu unasema mimi naanzisha hivi. Huku ni kutengeneza chuki, huku ni kutengeneza uchochezi, na ambao unaweza ukaleta uvunjifu wa amani, hata yeye mwenyewe kuwa katika hatari. Kwa maana hiyo, uhuru wa kuabudu, watu lazima wajue tafsiri yake ilivyo vizuri zaidi. Na mtu huyu kwa sababu ni mtu mzima, nadhani kwanza akamatwe, apimwe akili, tuone kama yuko sawa sawa, na kama yuko sawa sawa basi pige kwenye mkono wa sheria kwa kutokujua vizuri maana ya uhuru wa kuabudu ni nini. Tuweze kututengenezea vitu ambavyo vinaweza vikatusababishia mpigano ndani ya jamii, tena mpigano wa kiimani. Vita ya kiimani haina mshindi. Allen Silvery, Azam News, Dodoma.